Pata naye hakuwa nyuma kwenye hili. Tumeweza kuona ameweza kupeleka keki nyumbani kwa bibi Zuchu na kumfanya aweze kujihisi mwenye furaha na amani baada ya mtoto wake kuweza kutimiza wiki 2. Hili jambo limemfanya bibi Esma aweze kujihisi mwenye amani na furaha katika maisha yake, kwa sababu hakuweza kutegemea kuweza kuona bibi Zuchu akifanya kitu kikubwa kama hichi, na kwa uzazi wake wa kwanza kiukweli ilikuwa kama surprise kwake, na wengi wao waliweza kuzungumza wakisema ya kwamba tuendelee kumwombea huyu binti, atakuwa katika misingi imara na mikakati iliyo bora, kwa sababu tunajua kuna vingi ambavyo amekuwa akivipitia na kila mtu anatamani sana kuweza kuona bibi Zuchu akiwa na furaha katika maisha yake. Tunajua anapitia changamoto, tunaelewa namna ambavyo anavyojisikia, lakini ukweli utabaki kuwa pale pale, kwa kuwa yeye ndio kila kitu katika maisha ya bwana mkubwa Diamond Platnumz. Hivyo sisi kama familia tunaungana naye kuweza kumfanya aweze kuwa na amani na furaha zaidi. Najua kuna baadhi ya vitu tumekuwa tukimkwaza na kumkosea, lakini hatuna budi kuweza kuchukua nafasi hii ya kuweza kuomba msamaha kwake, kwa kuwa yeye ndio kila kitu katika maisha ya bwana mkubwa Diamond Platnumz, na tunajua namna ambavyo anavyopambana kuweza kumfanya bwana mkubwa Diamond Platnumz aweze kubadilika kwa namna moja ama nyingine. Hivyo kwenye hili linaloendelea, Mwenyezi Mungu atakuwa upande wake na atamfanikishia maombi yake kwa namna moja ama nyingine. Bwana, hayo ndo mambo ambayo aliweza kuyanena dada yetu Esma kwa bibi Zuchu, na kumsihi sana aweze kusimama imara na kuhakikisha kila kitu chake kinakuwa katika misingi na mikakati iliyo bora. Najua wengi watajiuliza maswali mengi juu ya hiki ambacho kinachoendelea, lakini ukweli utabaki kuwa pale pale. Bwana, mambo ni mengi alafu muda ni mchache. Mimi naomba nikusii kitu kimoja, kama ndo mara yako kwanza, basi usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Mimi sina la ziada, huacha nikutakia siku njema na kazi njema.